Kama mnavyoona leo kuna wahitimu hapa zaidi ya 200 vijana wetu, na nini kimenisukuma ama kimekuwa kikinisukuma. Mimi naamini kwamba Mungu alivyotuumba sisi wanadamu ni lazima tule, tuvae, tuoge bila kujali kwamba tuna pesa ama hatuna pesa. Japo kwa hapa mjini vyote hivyo vitatu unavipata ukiwa na pesa. Sasa vijana wetu wengi wamemaliza darasa la 7 na darasa la 12 na wapo wa vyuo pia wamekuwa hawana shughuli. Na ni kwa sababu ya aina ya masomo tunayosomeshwa katika shule zetu. Tunakuwa hatuandaliwi kuja kujitegemea kuanzia darasa la kwanza hadi la 7 hadi form 4. Yaani hakuna mwanafunzi anayemaliza madarasa kwamba anakuwa ameandaliwa kuja kujitegemea. Sasa kwa kuwa ninalijua hilo, na mimi siku zote nasema natoka Uswahilini, ndio maana nikaja na hii swala la kuwafundisha vijana wetu walio nje ya madarasa kwamba ni lazima wawe na ujuzi waweze kuishi. Kwa hicho ndicho ambacho kimenivutia sana, na kama ninavyosema nitaendelea kusema, japo ninajua kuna baadhi ya watu wenye siasa za majitaka wanawaambia baadhi ya wananchi kwamba sio kweli, lakini leo nyie ni mashuhuda. Leo na serikali imekuwapo, watendaji wakubwa karibu wote wa wilaya yetu ya Ilala wamekuwepo. Kwa ile propaganda kwamba ninachofanya mimi sicho, nafikiri itakuwa imekwisha. Naombeni sana tuambie wananchi kwamba ni kweli na siishi hapa. Nina listi ya watu zaidi ya vijana zaidi ya 300 mezani kwangu, na nitaendelea kupambana hadi tuhakikishe kwamba tunasema hatuwezi kumaliza wote 100%, lakini angalau jimbo la Ukonga lije kuwa na wataalamu zaidi ya 80% vijana wake. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimenivutia. Mimi sasa ni mtu mzima, nina watoto, nina wajukuu ambao ni vijana. Ninaona mimi sehemu ya jamii, naona tunavyotaabika. Unakuta babu kama mimi bado nyumbani na wajukuu wawili, wanahitaji babu wa kutafuta chakula wale, si ndio? Huo ni msiba. Inawezekana mimi leo ninaweza, lakini tuko wangapi kwenye mtaa? Ziko kwenye mtaa wa kazi kama 1000 tunaoweza kulisha wajukuu pengine tufike 10. Hao wengine wanaenda wapi? Na lazima wale wavae waoge, si ndio? Wanapata wapi hizo pesa? Ndio tunakutana nao uchochoroni. Sasa kuondosha hiyo hali ama kupunguza, tuwafundisheni. Ndicho ambacho kimenigusa na ndicho ambacho nitaendelea kupambana nacho. Naitwa Dr. David Msuya, ni mkuu wa chuo cha ufundi Laika Education College Center ya VETA hapa Buguruni Malapa ndani St. John. So leo tunawaaga wanafunzi 220. Kati ya 220 wanafunzi 200 ni wale wanaosomeshwa na mfuko wa jimbo kwa maana ya bunge. Wanafunzi 20 ni wale wa kaya maskini maanisha Benki ya Dunia. Na wanafunzi wanaobaki darasani ni 215. Maana yake tulikuwa na wanafunzi 415. Kwa hiyo walikuja intake tofauti. Kwa leo hitimu leo course pendwa inaitwa Hotel Management, Tourism Traveler. Kuna wanafunzi wamesoma ushonaji yani tailoring. Kuna wanafunzi wamesoma kozi ya Carrying and Forwarding yani bandari, masuala ya bandari. Halafu kuna wanafunzi wamesoma kozi ya makeup. Wito wetu kama tunavyowaambia, sisi tunasimama zaidi kwenye kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6. Kwa hiyo kwenye kuunga mkono juhudi za serikali za awamu ya 6, mnafahamu sisi tunasimamia sana miradi ya fuala kwenye miradi ya elimu bure. Kwa hiyo ndio maana chuoni kwetu wanafunzi wengi wanalipia wengine 50,000. Mtu private anataka kujisomesha mwenyewe analipia 180,000. Kwa hiyo tofauti na chuo kingine chochote. Japo tunakuwa na changamoto, mtu mwingine ukimwambia alipe 180,000 asome mwaka mzima, anasema chuo akijafanya nini? Akijasajiliwa. Lakini sisi ni chuo ambacho kina mamlaka halali, kina baraka zote, lakini pia tunafanya kazi na serikali kama mnavyoona. Sisi tunafanya kazi na serikali. Kwa hiyo na vitu vyote tunavyofanya vipo kwa mujibu wa taratibu. Tunawahimiza wazazi na wananchi wote kwa ujumla, mikoa yote ya Tanzania bara, walete watoto wao kujifunza. Kufeli darasa la 7 sio mwisho wa mafanikio, sio mwisho wa ndoto zako. Kufeli form 4 sio mwisho wa ndoto. Kufeli form 6 sio mwisho wa ndoto zako. Ndoto zitatimia. Ndoto zitatimia kulingana na uwajibikaji wa mtu mwenyewe. Leo hii kuna wabunge wa darasa la 7 lakini wamejiendeleza, wengine wana degree sasa hivi na wanafanya vizuri kuliko wenye PhD kama mimi. Tunatafutia kazi watoto. Kumfundisha tu mwanafunzi kama mfumo wa vyuo vikuu ulivyo haumsaidii, kwa sababu mwanafunzi kama hujafuatilia maendeleo yake, bado kuna wazazi wengine hawana uwezo hata kujua mtoto huyu nimpeleke wapi, kweli kasoma, anaenda wapi. Kwa hiyo ukiwa mkuu wa chuo lazima uwe na muda wa kutathmini, kufanya assessment kwamba ni nini nifanye nijue kwa nini mtoto huyu aendelee, kwa nini huyu anaendelea. Tatizo ni mwalimu au tatizo mimi mkuu wa chuo au tatizo mwanafunzi mwenyewe hana uwezo. Ukishajua yale, chukua hatua, msaidie yule mwanafunzi hata akiwa feed, nenda. Kwa hiyo sio lazima kila unachokifanya upate hela. Hela zingine Mungu mwenyewe atazileta kwa namna nyingine. Kwa majina naitwa Happiness Delikana,
Ni mhitimu wa chuo cha Furahika Education College, kozi ya bandari. Vitu ambavyo vinanifanya mimi mpaka nikawa best student ni chuo cha Furahika ni nidhamu na umakini kipindi ambacho saa nafundisha. Ratiba yangu ya masomo ilikuwa nikirudi nyumbani na pumzika kidogo kisha naingia kujisomea. Nashauri waje kupata ujuzi kama wangu, kama umemaliza na bado cheti chako kinaruhusu kuendelea kusoma, waje kupata ujuzi na waendelee. Matarajio yangu ni kuwa bora zaidi ya hapa kwenye kazi yangu. Kama Mungu akisaidia nikipata kazi, basi ni bora zaidi ya hapa.